Ujumbe huu kutoka nchi ya Somalia umekuja kwa ajili ya kujifunza jinsi ambavyo public service imeandaliwa ndani ya nchi yetu, lakini pia kujifunza juu ya hadithi nzuri za mifumo na taratibu zote, jinsi ambavyo tunasimamia utumishi wa umma, lakini pili, jinsi ambavyo utumishi wa umma wa Tanzania unaweza kujibu zile kero za wananchi. Kwa hiyo kubwa zaidi, kwa jumla wamekuja hao wageni wetu kwa ajili ya kuja kujifunza, na sisi timu yetu imejiandaa vizuri kuwapitisha katika maeneo yote muhimu ambayo yatawapa nafasi ya kujifunza. Wenzetu hawa bado wapo katika kutengeneza mambo yao vizuri. Kwa hiyo katika kutengeneza mambo yao vizuri, moja jambo kubwa ni kwamba lazima kuwe na utumishi wa umma mzuri ambao unaweza ukatoa majibu ya shida za wananchi, lakini pia unaweza kueleza vizuri juu ya nini ambacho kiendelea kufanyika. Pengine mheshimiwa, ni kitu gani ambacho umekigundua kutoka kwa hawa ndugu zetu mpaka kuja Tanzania kuja kujifunza hasa katika wizara yako? Unajua haya ndio mambo ambayo Watanzania tunatakiwa tuyajue kwamba sisi tuna dhahabu ambayo tumeikalia. Unajua tumefanya mabadiliko makubwa sana katika utumishi wa umma. Kwa mfano digitalization ya mfumo wa utumishi wa umma ambayo imefanyika sasa ni kubwa sana. Ukiangalia leo hii kwa mfano kwenye eneo kama la mifumo, sisi tuna mfumo ambao wananchi wanaweza kuongea na viongozi wao, lakini pia watumishi wa umma hata kama wakitaka kupata mikopo kwa mfano, mifumo ipo tayari. Lakini pia mifumo yetu sisi inawapa nafasi watumishi wa umma. Kwa mfano leo hii hauna sababu ya kutoka mkoa mmoja kuja Dodoma ili uweze kupata huduma ambazo unahitaji kama mtumishi wa umma. Kwa hiyo yako mambo mengi sana na mabadiliko makubwa ambayo yamefanyika katika kipindi hiki cha awamu ya 6 kinatoa nafasi kwa wenzetu hawa, sio tu Somalia lakini nchi mbalimbali katika Afrika Mashariki zimekuja kwa ajili ya kujifunza na kuona jinsi gani zinaweza kufanikiwa kwenye utumishi wa umma. Katika nchi za Afrika hapa ni sehemu ambayo ni unique. Utakuta ni nchi chache sana za Afrika na pengine hazipo zenye mfumo kama huu wa majengo yake ya kisasa na mji ambao umepangwa maalum kwa ajili ya uendeshaji wa shughuli za serikali. Kwa hiyo leo tuliwaita hapa, wamekuja kusikiliza presentations mbalimbali au mada mbalimbali kuhusiana na uendeshaji wa serikali mtandao, mambo ya kumbukumbu na nyaraka, lakini muundo wa serikali kwa ujumla. Sisi ni kama tumeendeleza pale ambapo serikali ilianzisha. Sababu serikali nakumbuka ilikuwa mwaka 2025 Desemba waliweza kwenda ile mambo ya nje kusema mambo ya nje walitembelea sheria ya Somalia. Na baadhi ya mambo aliyoyaongea pamoja na mambo ya hivyo wenzetu wamekuja na kimsingi hawana chochote cha utumishi wa umma, wameweza kujifunza pia namna chochote cha utumishi wa umma kinavyofanya kazi kwa manufaa ya nchi.